community. Because we've gone in details with lawyers, our own lawyers, to go in details to look at the meaning of every word, every sentence, every clause. Na katika proposal ya BBI ambayo iko saa hii, hakuna mtu anapinga BBI. Uongozi ambayo imewekwa, nani atakataa uongozi? Kama wananchi watakubali, iko. Upande wa constituencies mpya, nani atakataa constituencies mpya? Ile shida peke yake tuko naye, tungekuwa tumepata constituency ya pili if our population in the census was not gerrymandered. Sababu itawezekana aje mahali Munyesa natoka, mahali ambaye 2009 Turkana North na Kibish ambaye ilikuwa na watu 146,000 in that census, iwe census ya juzi ati wamekuwa 116,000. Walienda wapi watu? Na wanazaa kila siku. Ripoti ya watu kuzaa inasema tume increase. Hata mahali Jeremiah anatoka Loima, iko shida na population. Iko shida kubwa zaidi na population. Kama hii yote ingekuwa imeangaliwa vizuri, hata mbili tungepata constituencies mbili. Shida ambaye kubwa zaidi hapa ni shida ambaye Mheshimiwa Nakara amesema. This is the issue of revenue sharing in the country that is proposed in the BBI constitution. Hapo ndio shida iko. Na ndio sababu wale walitusikiza ile wakati tulikuwa tunagombania revenue share ya mafuta. Watu hapa baka wale kina mama wazee walikuwa kipaumbele wakisema hatutaki capping, we want our entitlement as it is. But when we propose a capping in a constitution, what are you telling us? Na proposal ambayo iko katika katiba inasema kila Mkenya apate kiasi hii ya pesa katika revenue. Saa hii Nairobi ndio inapata pesa mingi, lakini na watu zaidi ya milioni 4. Per capita income ni shilingi 3,000 kila mtu. Pendekezo inasema hawezi pata zaidi ya mara 3. What is mara 3? If you use a current formula, mara 3 ya per capita income ni shilingi 9,000 per person. Na sisi ambao tuko milioni 1 ni pesa ngapi hiyo kila mwaka? Bilioni 10. Tutakapokubaliana hii amendment, if this amendment goes through, the first thing that will happen to us, kutoka bilioni 10.5 pesa itateremka to bilioni 9. Hold on. Hata ukiongeza 35% iongezeke, the pro rata increase quota 3 times, it is still applicable. It is still applicable. We will still be losing money. And why are we doing this? 8 counties are going to be suffering. 8 counties that are the poorest. 8 counties that occupy 60% of Kenyan landmass. Kwani kuna wananchi special na wengine ambao sio special. Kuna wananchi ambao wanatakiwa to get their right na wengine wanakuwa denied. What happens in future? Because the potential for Kenya natural resources is in that 60% landmass. What happens in future? You have many resources that are going to generate billions and billions, and then it finds this capping quota. What happens? We will be breeding conflict. We will be breeding conflict. I will not be there at that time. Mimi sitakuwa kiongozi wakati huo, lakini watoto na watoto wetu watakuwako. Who will deal with those conflicts that are being caused by us, who are sitting in offices now, legislating for something we see it's going to bring trouble? Hiyo ndio shida yangu, na hiyo ndio shida wa Turkana na wakaaji wa kaunti hii. That is my problem.
I have raised these matters katika pastoral leaders meeting. We have raised it, but haijavua dafu. And that is a problem. And this is the reason why we were proposing to bridge this. Then, put a choice in how we vote, so that sisi ambayo tunakataa hiyo, we will say no. Ile ingine tunakubaliana, tutasema sawa. If that doesn't work, we had proposed, because the Equalization Fund, I can tell you, Right Honorable Prime Minister, Equalization Fund has never benefited us until today, because there is no political will in government. There is no political will in parliament. This is a fact. Programs zetu za maji ambazo zimewekwa Equalization Fund Lodwar town hii hapa chini Kawelaze, kule Kalokol, the contractors are hanging idle. Pesa ilipotelea treasury. It has not been done, and we will be here blaming the county government. If you can find how that Equalization Fund can be catered for these 8 counties that are losing, then we will support you and the president in passing the BBI. Ni hiyo tu, that is our problem. Na nikisema namna hii, sauti yangu ni sauti ya Waturkana. Because tutachapa campaign. Sungumuza tu tutachapa campaign. And I think wengi wetu wanajua vile tunafanya katika campaign. So ni hayo tu, Deputy Prime Minister, the Right Honorable Prime Minister. Ni hayo tu. We have no other problems. On other issues, ni mzuri tuangalie tulikosea wapi. Tulikosea wapi. Mimi na Mheshimiwa Lodepe na Mheshimiwa Ali na MCA mmoja wa town hii, we have been members of your party. But there are problems there. Kuna shida kidogo kidogo ilifanyika. Na hiyo shida hatujapata suluhisho mpaka leo. Na unajua mimi ni mtu wa msimamo. Mimi ni mtu wa msimamo. Kikiharibika namna hii, I will go elsewhere. Because political interests are critical for this community. Ni muhimu. Ni muhimu zaidi political interest for us to fight for the interests of our people. Nafikiri ni hayo tu, but I wish you very well. I wish the team you are with very well. They will do their best. We will also do the best to represent the interest of these people. Sisi nataka kukaa katika meza ya national ya siasa. We want to sit on that table. We want to sit on that table, and we will sit on that table. That is our commitment, and that is our promise to the people who come from this region. Kwa hivyo nitawachia hapo. Nitakaribisha Waziri Mnyesi akiwa anakuja atuelezee pia mpango ya wizara yake ya mafuta vile anataka kuiendesha.